Sio swala la kujadili tena. Nimesema watoto wote waje mbele, alisema mzee Msiri. Aliongea kwa sauti yenye msisitizo mkubwa sana. Haraka pale watoto wakasogezwa mbele, lakini Bizokolo alikuwa amesimama na mjukuu wake aliitwa Hashim. Huyo mtoto huyo, mbona yeye haji mbele huyo? Aliuliza mzee Msiri. Na basi hapo sasa Bizokolo kwa aibu kabisa akaruhusu mjukuu wake asogee mbele. Karibu msikilizaji wa makala simulizi. Ndani ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Chanzo ni Mama. Hii ni sehemu yake ya 4 na ya mwisho. Ninakukaribisha sana uweze kuungana na mimi ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi yetu. Msimuliaji wako ni mimi BHB wa makala simulizi, nikikukaribisha sana ili tuweze kwenda pamoja. Sasa wazee wote, walemavu na wale ambao wana matatizo ya kiafya watabakia hapa nyumbani. Wenye nguvu pamoja na watoto wataongozana na mimi kuelekea shambani kwangu, alisema mzee Msiri. Kisha akaongeza, vijana, hakikisheni mnakamata mikono watoto, msiwache. Mara moja wale vijana wakafanya kama ambavyo Msiri alivyosema. Wakashika sasa mikono wale watoto na safari ikaanza, huku watu wakiwa sasa wanajiuliza mzee Msiri anataka kuonyesha jambo gani? Woga uliwajaa baadhi ya wanakijiji, huku wakizidi kuulizana kuna nini, au labda kuna wizi umefanyika shambani kwa Msiri. Lakini watoto wadogo wanaweza vipi kufanya wizi shambani, tena kwa mwenyekiti wa kijiji? Wanakijiji walijiuliza mambo mbalimbali bila kupata majibu yoyote. Basi bwana, Bizokolo na watu wengine waliotajwa kuwa na matatizo ya kiafya walibaki nyumbani kwa mwenyekiti. Bizokolo akili yake haikutaka kutulia kabisa. Alionekana kabisa kuwa alikuwa na wasiwasi mkubwa sana, japo hakutaka kuionyesha sana wasiwasi wake mbele za watu hao. Akaomba kutumia choo, hatimaye akaonyeshwa kilipo. Haraka akaelekea huko. Hii ilikuwa inaonyesha pia alikuwa na wasiwasi na kuna jambo ambalo alikuwa akitaka kulifanya. Kwa upande wa pili safari iliendelea, sababu sasa ulikuwa ni muda wa kutoka hapo hadi shambani. Na kutoka pale nyumbani mpaka shambani kulikuwa na umbali kiasi fulani hivi. Sasa bibi Zokolo alipofika nyuma ya nyumba ya Msiri, aliona mizoga ya wale fisi ambao waliokuwa wamehifadhiwa pale. Hapo akili yake sasa ikafunguka kuwa alipomtuma mjukuu wake aende kutafuta chakula, aliua fisi hao na kuwala, ila kosa alilolifanya Hashim ni kuacha mizoga, kitu ambacho Bizokolo alimuonya. Akajua sasa rasmi siri inaenda kufichuka. Bizokolo akawaza afanye nini ili kuzuia siri hiyo kugundulika. Akautumia uchawi wake, akasababisha upepo mkali sana ili mzee Msiri ahairishe safari ya kwenda huko, lakini upepo huo wala haukumtisha mzee Msiri. Akautumia tena uchawi wake kujigeuza kuwa miongoni mwa wasichana wa kijiji hicho, kisha akatoka kule chooni na kurejea mahali palipo na watu. Wewe binti, hukusikia kuwa mnatakiwa kuongozana na mzee Msiri shambani au? Alihoji mzee Msiri akiwa anamtazama Bizokolo ambaye alikuwa katika umbile la msichana. Bizokolo alivyosikia hivyo, akaanza kuongoza njia ili aelekee shambani haraka sana akaone kitakachoendelea. Muda huu mzee Msiri akiwa na mwandishi wa habari Juma Zuberi pamoja na wanakijiji wengine na watoto wote ambao waliokuwa wamekusanywa pale
walikuwa wakifika shambani hapo, na msiri akasimama mbele yao akawaambia, "Nyote mnatakiwa kwenda ninapoelekea." Aliposema hivi, akaongoza sasa sehemu ambayo wale fisi walikutwa wakiwa wamekufa. Walipofika pale, msiri akawaonyesha damu zilizokuwa zimetapakaa pale. Hashimu yeye akajua kuwa tukio hilo alilokuwa amelifanya yeye akiwa katika umbo la nyoka, pengine lilikuwa tayari limeanza kugundulika. Akawa sasa anaangalia uwezekano wa kutaka kutoroka pale. Licha ya kuwa na umri wa miaka 5, lakini alikuwa na akili kama za mtu mzima vile. "Hakikisheni hawa watoto mnawakamata vizuri. Nafikiri mmeona heka ya hapa. Hizi damu zimetokana na mizoga ya fisi ambao wameuawa hapa na kuliwa utumbo. Mizoga yote ipo kule nyuma. Yaani kule nyumbani kwangu nyuma ya nyumba. Niliwatuma vijana wa kijiji waje hapa na kuichukua." Basi watu wakawa sasa wanashangaa maelezo ya msiri, jinsi ambavyo alivyokuwa yanaonekana kuvunja vipande vya akili zao pale. Wakawa wanawaza ni mambo gani haya? Lakini ndugu zangu wana kijiji, kilichonishangaza zaidi ni namna tukio hili lilivyo. Haionyeshi kama kulikuwa na mnyama aliyefanya tukio hili, bali binadamu. Swali ambalo mnatakiwa kujiuliza, ni binadamu wa aina gani anayeweza kula vitu hivi vya ndani ya fisi? Tena ni afadhali kama angelikuwa mtu mzima. Cha ajabu, tumekuta nyayo za mtoto mdogo kama mnavyoziona hizi hapa. Wanakijiji walijawa na mshangao walipoziona nyayo hizo. Swali likawa, ni nani aliyefanya tukio hilo la kushangaza? Lengo la kuwaita hapa wanakijiji wote na watoto hapa ni kutaka kuthibitisha hizi nyayo ni mtoto gani. Hizi nyayo ni za mtoto gani? Ikithibitika ni za mtoto wa kijiji hiki, itabidi aeleze anawezaje kula nyama ya fisi, na kama ametumwa basi atasema aliyemtuma na hatua zitachukuliwa. Mtoto Hashimu tumbo likawaka moto kutokana na hiyo hofu. Muda huo mzee msiri akasema, "Kila mtoto atapita kwenye nyayo hizi, na atakayefanana nazo basi atakamatwa mara moja." Muda huo Bizokolo akiwa katika umbo la kisichana alificha mwili wake, akawa amejificha eneo fulani hivi. Alikuwa amefika eneo la tukio na kukuta zoezi la kukanyaga nyayo likiendelea. Watoto walikuwa wakiendelea kupita kwenye nyayo hizo ili atakayefanana nazo basi akamatwe na kuchukuliwa hatua. Bizokolo akajiuliza atafanya nini ili kumnusuru mtoto Hashimu asijulikane. Watoto waliendelea kufanyiwa zoezi hilo la kupita kwenye nyayo, huku zamu ya Hashimu ikizidi kusogea kwa kasi sana. Bizokolo hakuacha kupiganisha akili yake ili kumnusuru Hashim. Hali ya uoga kwa watoto mbalimbali pale ilikuwa ikiendelea kutanda, lakini hali ilikuwa ni zaidi sana kwa mtoto Hashim. Ilizidi hofu kwake kumjaa na kusababisha ngozi ya mtoto huyo kuanza kubadilika. Mtoto wa kwanza kuona alishangaa sana, lakini hakuweza kuongea jambo lolote. Lakini mtu mzima wa kwanza kuona hali ile alikuwa ni Bizokolo. Alikuwa ameanza kuona kuwa Hashim anabadilika kuwa nyoka. "Mungu wangu," Bizokolo alisema, kisha akarudi nyuma akiwa katika umbo lile la kisichana. Alijua tu endapo Hashim atabadilika basi atasababisha madhara kijijini hapo. Magamba yakaanza kumtoka Hashim, taratibu akaanza kugeuka kuwa nyoka. Wakati huo hata aliyekuwa amemshikilia alikuwa hajastuka bado. Mzee msiri akawa wa pili kumuona mtoto huyo akiwa anabadilika. Akagumia pale, "Nyoka huyo, kimbieni!"
Aliposema hivi, tayari Hashimu alikuwa ameshabadilika na kuwa nyoka kabisa. Mwanaume aliyekuwa amemshika Hashimu alijikuta akiwa matatizoni. Akazingirwa na joka hilo kubwa, huku akisogeza kichwa chake hadi usoni pa mwanaume huyo. Akawa sasa anachezesha ulimi wake. Wengi hawakugeuka nyuma, walikimbilia kijijini, lakini wachache na wenye ujasiri walitazama tukio hilo wakiwa hawajui wafanye nini kumsaidia mwanaume huyo. Joka likawa linavunja mbavu za mwanaume huyo ambaye aliishiwa pumzi haraka sana baada ya mapafu kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Kilichobakia kwake kilikuwa ni kifo tu na wala si kitu kingine. Msikilizaji, akapigwa na nyoka huyo eneo la kichwa. Kisha joka likajivua sasa mwili wa mwanaume huyo na kutokomea msituni. Mzee Msiri hakwenda mbali, akarudi na vijana wengine kumtazama. Walimkuta akiwa ameshakufa, huku mwili ukiwa unabadilika na kuwa wa kijani kama ambavyo mwili wa Majula ulivyokuwa ukibadilika. Aise, hili tukio sijawahi kupata kushuhudia nikiwa nasoma haya mambo mimi nilikuwa nasoma mambo haya kwenye vitabu tu vya hadithi tu. Sijawahi kufikiria kama tukio kama hili linaweza kutokea mbele ya macho yangu, alisema mwandishi wa habari Juma Zuberi ambaye mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa woga. Msiri akawauliza, ni mtoto wa nani yule ambaye aliyebadilika na kuwa nyoka? Kila mmoja alishangaa. Hakuna aliyekumbuka kuwa mtoto yule walimchukua nyumbani kwa Bibi Zokolo. Wakati huo Bibi Zokolo mwenyewe akiwa kwenye lile umbo la msichana alikuwa akisikiliza ili ajue kama siri yake imejulikana au la. Hakuna jibu lililotoka kwenda kwa mzee Msiri. Akarudia kuwauliza vijana waliosalia, lakini bado jibu lilikuwa ni ukimya, huku sura zao zikijawa na mshangao mkubwa sana. Mwili wa mwanaume yule ulichukuliwa na kurejeshwa kijijini. Msiri alijawa na mawazo. Alikuwa akifikiria ni mkosi gani ulikuwa ukiandama kijiji chake. Majonzi yaliibuka upya kijijini. Waliouona mwili wa huyo kijana ambaye alikuwa ameuliwa, walikuwa wanafananisha kabisa na mwili wa Majula. Walisema kabisa kwamba miili hiyo ilikuwa na rangi moja ya kijani mara baada ya kung'atwa na nyoka huyo. Bibi Zokolo akarejea kwenye umbo lake, kisha akaungana na wanakijiji wengine nyumbani kwa mwenyekiti. Hapo ikiwa ni baada ya kujiridhisha kuwa hakuna aliyefahamu wala aliyegundua siri yake ile ya kwamba mtoto yule aliyebadilika alikuwa anatoka kwenye mikono yake. Mzee Msiri akasema, asubuhi ya kesho sote kwa pamoja, kwa umoja wetu, tutaenda kutambika kwenye mizimu ya kijiji hiki. Mizimu ambayo ilimuondoa mzungu. Mizimu ambayo imekuwa ikitutetea na kutulinda kila wakati. Kesho itabidi tukatambike. Alipomaliza kusema, taratibu watu wakaanza kuondoka. Vijana wakaichukua miili ya fisi ambayo nayo ilibadilika na kuwa ya kijani, wakaenda kuifukia. Mzee Msiri, hiki kijiji chako kina shida ambayo kama wazee wa kijiji hiki hawatosimama imara, basi kijiji hiki kwa kweli kitaandika historia ya kutisha ambayo itadumu kizazi kwa kizazi. Mwisho hakuna mtu atakaye kuja kutembelea hapa hata kuanzisha makazi, alisema mwandishi wa habari Juma Zuberi akiwa naaga na kuondoka ili kwenda kukusanya taarifa ambazo alizokuwa anazihitaji. Kiukweli hali ni ngumu sana na hapajawahi kwa kweli kutokea matukio ya kutisha kama haya ambayo yanatokea kwa hivi sasa. Nina imani tambiko litakuja na majibu ya kukiokoa kijiji hiki, alisema Msiri huku akipeana mikono na Juma Zuberi. Basi sawa,
Mimi nitaelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kuzungumza na Asha aliye gerezani. Pengine kuna simulizi ya kusisimua naweza kuipata kwake. Sawa. Safari njema ndugu yangu, alijibu mzee Msiri na kumshuhudia Juma Zuberi, mwandishi wa habari, akiacha ardhi hiyo kwa kupiga hatua za haraka huku miguu yake ikizidi kuchanja mbuga. Bizokolo aliporudi nyumbani, alitafakari kabla ya kufungua uchawi wake ulio ndani ya kibuyu chake. Mara akasikia sauti ya Hashim. Bibi. Hashimu alikuwa akiongea kutokea kwenye chumba ambacho kilikuwa kimewahi kuhifadhiwa maiti ya baba yake, yaani Majula. Haraka Bizokolo alitambua sauti hiyo. Akaenda kufunga mlango kisha akauliza, Hashimu, ni wewe? Ndio bibi. Nipo huku bibi, aliitikia Hashimu kwa sauti ambayo iliyokuwa imejaa hofu sana. Bizokolo akabeba uchawi wake na kuelekea kwenye chumba hicho. Alimkuta Hashimu akiwa amejilaza chumbani huko akiwa na mwili wa binadamu kabisa, lakini kichwa kilikuwa kimebakia kichwa kile cha nyoka. Nateseka bibi, alisema Hashim. Nilikuonya hukusikia. Kama usingeliacha mzoga, unafikiria nani ambaye angeweza kuhisi chochote? Alafu kwa nini ufanye tukio eneo ambalo watu hupita? Kwa nini usingeenda msituni huko ukala kisha ukarudi hapa nyumbani? Sasa adhabu yako utaishi hivyo hadi pale hasira zangu zitakapoisha, alisema Bizokolo akiwa anataka kuondoka pale. Bibi, ulisema utanipeleka kwa mama yangu. Sauti ya Hashimu ilitoka kama mtu ambaye aliyetoka kilioni. Bizokolo akafoka. Ishi hapo hapo. Umeniudhi sana. Na usitegemee kabisa kama nitakupeleka kwa mama yako. Akatoka na kurudi sebleni. Akatoa kifimbo kidogo ambacho mara zote huwa ndani ya kibuyu hicho chenye uchawi, kisha kikawa sasa kinadondosha vitu vyeusi. Alafu akasema, mlipo wafu wangu mje na waita. 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 Alipomaliza kusema hivi, alitokea mtoto Juma akiwa analia. Majula alitokea akiwa naye analalamika huku mikono yake ikiwa imefungwa kwa kamba za sanda. Majula alikuwa mwembamba na mwenye nywele chafu. Kisha Majula akasema, mama, inatosha sasa, umeshafanya mengi. Muache ashaishi maisha yake. Usimuingize kwenye hili. Nakuomba mama yangu, alisema akiwa amechoka sana. Ni wazi aliishi pasipo kula chochote kile kwa muda mrefu sana. Kama sio kimbelembele chako cha kutaka kwenda kwa mganga, wakati unajua fika kuwa tulikubaliana kuwa unaoa kwa ajili yangu mimi, haya yote yasingetokea. Tulikubaliana kuwa utakuwa unanipa zawadi ya watoto wako, lakini baada ya watoto 3 tu unataka kwenda kwa mganga ili weje? Ili weje Majula? Hapo hapo utakoma sasa, alisema Bizokolo kwa sauti kavu kabisa. Mama, nilikubali sababu wewe ni mama yangu. Ulisema una deni la mizimu ya kwetu. Ulisema unataka watoto wangu 2, lakini cha ajabu kama umechukua mama, umechukua 3 na bado umemtia matatizoni mke wangu Asha. Tafadhali mama, usiendelee kumtesa Asha, alisema Majula. Kisha sauti ya kuita ilisikika. Baba, baba, nifungulie. Ilikuwa ni sauti ya Hashim ambaye alifungiwa chumbani. Mama, tafadhali sana, ona mwanao ninavyoteseka. Ona wajukuu zako wanavyoteseka. Acha mama, acha, alisema Majula kwa sauti yenye maumivu makali sana. Bizokolo akampiga kofi Majula akaanguka chini, kisha akasema maneno kwenye kibuyu chake.
Yalikuwa ni maneno ya kichawi ambayo yalimpumbaza zaidi Majula. Kisha sauti ya kuita ya mtoto Hashimu na Juma nazo zilikoma pale pale. Majula hakutingishika akiwa pale chini. Alitoa ulimi wake nje. Bizokolo akasogea na kukata ulimi wa Majula kwa kutumia wembe ambao ulikuwa ndani ya furushi lake la nguo. Haya, ongea sasa kama wewe ni bingwa wa kuongea. Alikata ulimi kichawi. Hakukuwa na damu yoyote iliyotoka baada ya kukatwa kwa ulimi huo. Kisha akasema maneno ya kichawi ndani ya kibuyu hicho ambacho alichokuwa kikihifadhi na kilikuwa kina uchawi ndani yake. Majula akanyanyuka bila kusema chochote. Bizokolo akakata ile kamba mikononi mwa Majula. Wewe ni kimbelembele? Haya, nenda kampa ishara mkeo huko gerezani tena. Shuaini mkubwa wewe, alisema Bizokolo. Kisha akatoa usinga kutoka kwenye furushi lake akampiga nao Majula. Hii ilikuwa ni ishara kama ishara kwa Majula ili aelekee kwenye chumba ambacho mwanaye alikuwemo. Aligeuka kwa Zuzu kabisa, ndondocha wa mama yake mzazi. Mtoto Juma akapotea kichawi. Msikilizaji, hata pale alipoingia chumbani humo hakuweza kumtambua tena mwanawe. Alishindwa kabisa kumtambua mwanawe Hashimu ambaye alikuwa na kichwa cha nyoka. Majula akaelekea kwenye kona na kujilaza. Bizokolo akamfuata Hashimu na kumwambia, utakuwa huru endapo utafuata masharti yangu. Usiku wa leo nitakutuma kwa mzee Msiri yule, alisema Bizokolo. Kisha akatoka na kufunga mlango wa chumba kile ambacho alipokuwemo wale. Ilikuwa ni jioni chungu sana kijijini hapo. Tayari uoga ulikuwa umewakamata wanakijiji wa kijiji hiki. Jioni hiyo Mkegani alifunga safari na kwenda kwa mwenyekiti Msiri. Akamkuta mzee huyo akiwa anatafakari jambo. Shikamoo mzee Msiri, alisalimia Mkegani. Sura ya Msiri ilimuonesha Mkegani kuwa mzee huyo hakuwa sawa kifikra. Marahaba Mkegani, karibu. Alimkaribisha Mkegani akaketi kwenye mkeka karibu na mzee huyo ambaye alikuwa juu ya kigoda. Unasemaje Mkegani? Alihoji Msiri kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa utaratibu. Mzee Msiri, Asha amefungwa, yupo gerezani kwa kosa la mauaji, lakini bado matukio yanaendelea kutokea hapa kijijini. Hujagundua tatizo liko wapi? Aliuliza Mkegani na kumfanya mzee Msiri akaze masikio yake ili apate kusikia vizuri. Nitagunduaje Mkegani bila tambiko na maombi ya mizimu? Nitagunduaje sasa? Alisema Msiri. Kisha Mkegani akatazama huku na kule, kisha akasema kwa sauti ya kunong'ona, nina mashaka na mama yake Majula, mtu pekee aliyebakia hapa kijijini ambaye ni asili yake na Majula. Huoni kama laana inazunguka? Na kama sio laana basi kuna uchawi ndani yake. Baada ya kusema akarejesha shingo yake mahali panapostahili. Kisha mzee Msiri akazama kwenye tafakuri, kisha akasema, ni ngumu kupinga maono yako Mkegani. Nimewaza hilo jambo sababu Asha aliniambia kuwa huyu bibi si mzuri, ila sina uhakika mizimu itasema jambo hili vizuri, na kama akitajwa na mizimu basi atalipa kwa alichokifanya, alisema mzee Msiri kwa sauti ya upole kabisa. Leo ilikuwa ni siku ya ngoma. Siku ya ngoma kama unavyojua hapa kijijini kwetu. Lakini kutokana na tukio la kufa kwa Zakayo kule shambani kwako, kila mtu anaogopa kwenda ngomani. Kijiji kinaangamia mzee Msiri. Kijiji kinaangamia mzee Msiri, alisisitiza Mkegani. Naelewa hilo.
na hilo ni jukumu langu mimi kama kiongozi wa kijiji. Pili, ni miongoni mwa wazee wa kijiji chetu pendwa. Najua hali inazidi kuwa mbaya, maana nimesikia pia hata samaki wameanza kuadimika. Nenda Mkegani, nahitaji muda wa kukaa peke yangu ili niweze kufanya tafakuri kwa kina, alisema mzee Msiri. Mkegani akanyanyuka na kumwambia Msiri, kijiji hiki kinakutazama wewe mzee Msiri, kikizama ni wewe. Kabla hajamaliza kusema, wote walijikuta macho yao yakiwa kwenye njia ambayo iliyopita mbele ya nyumba ya mzee Msiri. Walipotazama, walimuona yule chizi mwenye ishara mbaya aliyeitwa Masanduku alikuwa akipita tena akiwa uchi kama kawaida yake. Unaona mzee Msiri? Masanduku bado anatukumbusha kuwa yapo mengi yanayoenda kutokea hapa kijijini. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari mapema mzee Msiri. Mzee Msiri, alisema Mkegani. Mzee Msiri alikuwa tayari amesimama huku macho yake yakimuelezea kuwa ni mtu aliyedua. Mkegani, wewe nenda nyumbani. Jioni sasa. Hakikisha hautoki nyumbani kwako usiku wa leo. Sawa? Alisema mzee Msiri akiwa bado anamtazama Masanduku ambaye alikuwa akiishia zake. Chizi huyu alikaa ndani kwa zaidi ya miaka 6. Mara nyingi ni ngumu sana kumuona, lakini akionekana basi tukio baya huenda kutokea kijijini hapo. Mkegani akashika njia ya kurudi nyumbani kwake haraka sana. Wakati Msiri anataka kuingia ndani, akamuona tena Masanduku akirejea, kisha akasimama mbele ya nyumba ya Msiri. Aliposimama, akawa sasa anamtazama sana mzee Msiri. Kisha akaizunguka nyumba ya mzee Msiri mara 3, alafu akaenda zake. Mzee Msiri akameza mate makavu, kisha akazama ndani. Usiku ulipoingia, walikuwa na redio, walikuwa wakisikia taarifa ya habari ambayo ilirekodiwa na Juma Zuberi akitanabaisha juu ya matukio ya kutisha yalikuwa yakitokea kijijini hapo. Taarifa ilikuwa kubwa hadi redio nyingine zilikuwa zinarusha taarifa hiyo kutoka kwa mkongwe wa habari, yaani matukio yenye mikasa. Mara moja taarifa hiyo ilipenya kwenye masikio ya watu wengi nchini. Usiku huo kijijini hapo, bundi walikuwa wakilia kwa nguvu sana msikilizaji. Walikuwa wanalia sana karibu na nyumba ya mzee Msiri. Kama unavyofahamu msikilizaji, mara nyingi bundi hunusa hatari. Wakati huo wanasayansi wengi wakisema kwamba ndege huyo hupenda kuishi karibu na miili ambayo seli zake zimekufa. Huku kwetu bwana Uswahilini msikilizaji, kama unavyofahamu, tunaamini kwamba bundi hubeba uchawi wa kutisha. Sasa mimi BHB bwana sijui lipi ni lipi, sijui kipi ni cha kweli, lakini kijiji kilizizima kwa kelele za bundi kila kona ya kijiji hicho. Bizokolo alikuwa anataka kufanya tukio baya kuwahi kutokea kijijini hapo. Alitaka kuhakikisha kuwa hatambuliki kabisa kama yeye ndiye mchawi aliyekuwa anakisumbua kijiji cha Nachingwea, maana kama ataukosa usiku huo, basi kutakapopambazuka Msiri ataongoza mamia ya wakazi wa kijiji hiki kwenda kwenye matambiko ambako siri zote zitawekwa wazi. Usiku huo Juma Zuberi alikuwa akihangaika na safari yake ya kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kuonana na Asha ili apate simulizi ya matukio ambayo yalikuwa yanaendelea katika kijiji cha Nachingwea. Lakini usiku huo haukuwa mzuri kijijini hapo hata kidogo. Bundi walisababisha idadi kubwa ya wakazi wa kijiji hiki kuwa macho. Haikuwahi kutokea sauti za bundi kutawala kijiji kizima namna ile. Tukio hili lilikuwa ni tukio la kushangaza sana. Miongoni mwa watu ambao waliokuwa macho, yaani usiku ule wa mabundi, miongoni mwa watu ambao waliokuwa macho usiku huo alikuwa ni mzee Msiri ambaye na yeye alikuwa akisikia sauti hizo. Akaenda kuchungulia dirishani, akawaona bundi wakiwa wamezunguka nyumba yake.
Kila kona sauti hizo zilikuwa zinapigwa kelele za bundi kweli kweli. Wakati huo mbalamwezi ikiwa inawaka sana. Akarudi kitandani na kutazama saa, akaona ni saa 6 usiku. Msikilizaji, Mzee Msiri akavuta pumzi ndani kwa wingi sana, hatimaye na kurudisha nje kidogo ili kujiondoa wasiwasi, maana umri wake ulitosha kutafsiri sauti ya bundi hao kwamba wana maana gani. Hatimaye alirudi tena kuchungulia baada ya kuhisi sauti zinasikika kwa mbali ghafla. Alipotazama akamwona Chizi Masanduku akiwa anapita, anaenda huku anarudi. Kisha akaondoka na kurudi tena. Hatimaye sauti za bundi zikarejea kwa kasi sana. Hofu ilimjaa Mzee Msiri, hakujua afanye nini. Akajitupa kitandani na kuzima taa ya kandili. Muda huo Bizokolo alikuwa akitoa uchawi wake ulio ndani ya kibuyu. Akaenda kumfungulia mlango Hashim, kisha akampa yale maji meusi, yale ambayo yanayotoka ndani ya kibuyu hicho. Pale pale Hashim akabadilika na kuwa joka kubwa kabisa. Bizokolo alikuwa akitikisa kichwa chake wakati huo na alikuwa ndani ya vazi jeusi. Akaenda kufungua mlango, kisha akatoka na joka hilo likiwa linamfuata. Safari ya Bizokolo ilikuwa ikielekea nyumbani kwa mwenyekiti, yani Mzee Msiri, ambaye alikuwa akitaka kuongoza wakazi wa kijiji hiki kufanya matambiko kesho yake. Hakutaka kabisa tambiko liweze kufanyika. Hakutaka mipango yake iweze kuharibika. Macho ya Bizokolo yalikuwa yakiwaka kama macho ya paka. Mzee Msiri hakuwa mwenye usingizi, bali mwenye kukaa kitandani na kuamka. Bundi walizidi kulia kadiri Bizokolo alivyokuwa akisogelea nyumba ya Mzee Msiri, huku lile joka likimfuata kwa nyuma, huku likilia sauti ya kutisha. Kutoka nyumbani kwa Majula ambako Bizokolo alitokea hapakuwa mbali. Mwendo wa dakika 6 peke yake, Bizokolo alifika na kusimama mbele ya nyumba ya Mzee Msiri. Muda huo Msiri alikuwa akihangaika sana, kama vile mtu mwenye hisia kali ya tukio fulani hivi ambalo linalokwenda kutokea. Msikilizaji, wale bundi hawakusikika tena, bali sauti ya joka ilikuwa ikisikika kwa mbali. Mzee Msiri akaamka na kwenda kuchungulia dirishani. Mwili wake ulikuwa ukisisimka sana, ndipo alipoliona joka, lakini pembeni kukiwa na mtu ambaye alikuwa amevalia nguo nyeusi mithili ya juba zile ambazo wanazovaa Waislamu. Hakufanikiwa kumfahamu mtu huyo kwamba ni Bizokolo. Mzee Msiri alishtuka sana, akafunga dirisha huku moyo ukizidi kwenda mbio. Bahati mbaya, Mzee Msiri alikuwa akiishi peke yake, hivyo hakuwa na mtu wa kumwamsha usiku huo ili amsaidie. Msiri alishajua kuwa kifo chake kilikuwa kimekaribia. Akachukua kalamu haraka, akaanza kuandika kwenye karatasi kile alichokuwa anakiona na kusisitiza kuwa tambiko lifanyike haraka sana kabla yeye kuzikwa. Muda huo Bizokolo naye akalipa amri joka lile kwamba liende kumaliza Mzee Msiri. Wakati huo Mzee Msiri alikuwa ameshamaliza kuandika ujumbe, akauficha juu ya meza. Akazima taa, kukawa giza, huku akipata wazo la kufungua mlango wa nyuma ili aweze kukimbia, maana joka la Bizokolo walikuwa mbele ya nyumba yake. Joka likawa sasa linatafuta mahali pa kuingilia ndani. Wakati huo Bizokolo akiwa amesimama anamwangalia tu kwa umakini wa hali ya juu sana. Bizokolo alikuwa anamtazama joka wake huku akimwelekeza vizuri kama jasusi wa nchi ya ahadi. Mzee Msiri akawa anafungua mlango wa nyuma bila kupiga kelele, huku moyo ukizidi sana kumwenda mbio sana, akiogopa kinachokwenda kutokea. Jinsi nyumba ya Mzee Msiri ilivyokuwa imejengwa ilimpa wakati mgumu sana nyoka yule kupata upenyo wa kuingia haraka ndani ya nyumba ile.
Kama unavyojua bwana, milango ya vijijini unaweza kukuta bati limeegemezwa pengine na mchi, yani ule mchi wa kutwangia ule, au kinu. Lakini kwa Msiri alikuwa ameweka mlango, lakini aliugandamiza na kinu. Akafanikiwa kukitoa kile kinu vizuri na kukiweka mahali pembeni ili aweze kufungua ule mlango. Lakini alipokuwa amekiweka hakikukaa sawa sawa. Kikawa sama kinatengeneza mazingira ya kuanguka hivi. Joka lilianza kufoka kwa hasira huku likitafuta mahali pa kuingilia ndani. Nguvu za kichawi za Bizokolo ndizo zilizokuwa sasa zikimuongoza nyoka huyo ambaye alikuwa ni mtoto Hashim, mtoto yule wa Asha ambaye yuko gerezani. Sasa Msiri alikuwa akitetemeka sana. Giza lilikuwa ni zito mle ndani kiasi kwamba alikuwa akipapasa tu. Akafanikiwa kufungua mlango huku akiupata ule upepo mwanana sana wa nje na ubaridi mzuri. Akawa sasa anacheza na hisia zake huku akitafakari ni muda gani sahihi wa kuchomoka hapo. Nje kulikuwa na miti ya miwa pamoja na migomba ambayo ilikuwa na majani makavu kule nje. Sasa alijua kabisa kwamba kama angetoka, kwa vyovyote vile yale majani makavu yangepiga kelele endapo angepita hapo. Hakukuwa na mahali pengine zaidi ya kukatiza kwenye eneo hilo. Akawa sasa anajiandaa kuchomoka huku akiwa anazidi sana kusikia sauti ya joka likiwa linafoka pale nje upande wa mbele ya nyumba pale. Wakati ananyanyua mguu wake, akajikuta sasa amegusa kitu ambacho kilichokuwa kimeshikilia kile kinu ambacho alikitoa mlangoni. Kinu kikaanguka na kuangukia sufuria ambayo ilikuwa iko eneo lile. Sauti ya sufuria sasa ile na kuanguka kule kwa kinu ikapenya kwenye ngoma za masikio ya joka yule wa Bizokolo. Mzee Msiri akaona tayari mambo yameshaharibika, akaamua kuchomoka na kuzama kwenye miti ya miwa ili akimbilie kwenye nyumba ambayo ilikuwa ni ya mwanakijiji mwingine ili kuomba msaada. Haraka joka kubwa lile likawa linamfuata Mzee Msiri kwenye miwa. Msiri akajificha mahali baada ya joka lile kuliona kwamba linakuja kwa kasi na asingeweza kukimbizana nalo, basi akaona ajifiche. Bizokolo alikuwa makini sana kuliongoza joka hilo kichawi. Tayari joka lilikuwa limeshazama kwenye kichaka chenye miwa. Msiri alijibanza kwenye migomba huku wakati huo akiwa anaitazama nyumba ya jirani yake ambayo ilikuwa na mita chache kutoka pale. Joka hilo lilikuwa na macho mekundu yenye yani yalikuwa yanawaka mithili ya tochi vile. Mahali alipojibanza Mzee Msiri palikuwa shida sana nyoka yule kuweza kumuona. Mkojo ukawa unamtoka Mzee Msiri pale alipokuwa. Anajua fika kabisa kwamba mwisho wake yeye kuendelea kuishi ulikuwa umefika. Joka likasogea karibu na Msiri akiwa hajamuona. Baadaye joka likawa kama linataka kuondoka hivi. Alafu ikasikika sauti ya mlango wa nyumba ya jirani ikiwa inafunguliwa. Kisha akaonekana mtu akiwa amebeba taa ya kandili. Huyu ni wazi alikuwa anaelekea wapi? Alikuwa anaelekea chooni. Msiri akaona ndio wakati sahihi sasa wa yeye kuokoa uhai wake ulio rehani. Hakutaka sana kugeuka kulitazama joka lipo sehemu gani. Kumbe lilikuwa limenyoosha kichwa juu ya mgomba ambao Msiri alikuwa amejificha. Mzee Msiri alikuwa anataka akimbie ule mlango baada ya kufunguliwa wa jirani ili yeye akimbie aingie kule ndani. Naam msikilizaji, bwana wewe. Basi bwana, Mzee Msiri akajikurupusha kwa nguvu zake zote zile za uzee ili akimbilie kule kwenye ule mlango uliofunguliwa. Sasa wakati ananyanyuka, akateleza na kulishtua lile joka. Akawa sasa anakimbilia kwa jirani huku akiomba msaada, anapiga kelele. Joka lilikuwa kubwa mno msikilizaji. Haraka akajinyoosha yule nyoka na kumdaka Mzee Msiri. Haraka akamkunja Mzee Msiri pale na kumweka katikati yake. Macho yakiwa yanazidi kumulika, yule aliyeenda chooni akataka kutoka ili angalie kuna nini, maana alisikia sauti ya Mzee Msiri akiomba msaada. Msikilizaji, hakuamini macho yake. Uzuri sasa pale mbalamwezi ilikuwa ikiwaka vizuri. Akaliona joka ambalo lilionekana kule shambani kwa Mzee Msiri. Hakutaka kujiuliza mara mbili. Akatimka mbio kukimbia kabisa yeye.
Sasa mzee Msiri hakuwa tena na uwezo hata wa kufurukuta ili aokoe uhai wake. Tayari mbavu zake zilikuwa zimeharibiwa na joka lile joka la Bizokolo. Macho ya Msiri nayo yakawa yamekata tamaa. Yakatokwa na machozi huku akiwa anamtazama yule joka jinsi alivyo mkubwa. Machozi ya mzee Msiri yalikuwa na maana kubwa sana, msikilizaji. Machozi ya mzee Msiri ulikuwa ndio muda ambao kiongozi wa kijiji hiki alikuwa anakiacha kijiji hicho alichokiongoza kwa zaidi ya miaka 30. Macho ya mzee Msiri yalibadilika sana, yakawa yamebadili taswira yake, huku pumzi za mwisho zikiwa zinasafiri kwa taabu sana. Kabla hata joka halijamwachia, likawa linataka sasa kumng'ata, lakini hata kabla halijamwachia sumu ile kwa kumng'ata, tayari mzee huyo alikuwa ameshafariki baada ya kukosa pumzi. Joka likamng'ata hatimaye mzee Msiri usoni na kumwachia sumu kali ambayo haraka mzee Msiri alianza kugeuka kuwa wa kijani. Hadi kufikia hapo, kijiji kilikuwa na miili miwili ya watu ambao waliotokana na nyoka huyo. Mwili mmoja ambao uliuawa na joka hilo ulikuwa bado haujazikwa, ule ambao mtu aliofariki kule kwenye shamba la mzee Msiri. Na wa pili ni huyo mzee Msiri ambao hata kijiji hakijafahamu kuwa mzee kiongozi tena mwenye busara, mzee wa kijiji hicho alikuwa tayari ameshakatishwa uhai na joka hilo la kichawi. Sasa kijiji kilikuwa na miili miwili. Baada ya kumaliza, joka likamwacha Msiri akiwa amekunjamana pale. Likamfuata Bizokolo ambaye alitoa amri ya tukio hilo kutokea. Kisha wakaongozana kurudi nyumbani taratibu, huku macho yao yakiwaka kama taa. Hakuna aliyejitokeza usiku huo. Hata yule aliyemuona yule joka yule wakati linafanya mambo yake hakuonekana tena. Muda ulienda, masaa yakakimbia, hadi pale kulipopambazuka ndipo kijiji sasa kilipopata taarifa yenye mshtuko mkubwa sana. Mzee Msiri alikutwa akiwa amekufa. Shuhuda kwa kweli alielezea alichokiona hapo. Hofu ikazidi kutanda ndani ya kijiji cha Nachingwea pale. Habari ya joka la kutisha, joka ambalo linalofanya mauaji, ilianza sasa kusambaa kijiji hadi mwili wa mzee Msiri ulikutwa ukiwa na wa kijani. Saa 4 asubuhi, Msiri na maiti nyingine walizikwa pamoja. Majonzi yalizidi, hakuna hata aliyejaribu kunyanyua kinywa kusema chochote. Machozi yalibubujika. Msiba wa mzee Msiri ulisikitisha kijiji hicho kwa kweli. Mkegani akawaambia rafiki zake kuwa aliongea na mzee Msiri kwa mara ya mwisho na walikubaliana kuwa huenda Bizokolo ambaye ni mama yake Majula akawa anahusika na matukio yanayoendelea kutokea kijijini. Mkegani, usiseme hivyo. Una uhakika gani kama yule bibi anahusika? Aliuliza mmoja wa marafiki zake, yaani marafiki wa Mkegani wakiwa pale msibani. Maongezi hayo yalikuwa ya watu watatu. Yule bibi ndiye tatizo la hiki kijiji. Ipo siku mtakuja kuniamini, alisisitiza Mkegani akiwa anamuonyesha kidole Bizokolo ambaye naye alienda msibani kumzika mzee Msiri. Hizo imani zako bana zitakuja kukufikisha pabaya Mkegani. Yaani ulianza na Asha tukakusapoti. Leo Asha yupo gerezani lakini bado matukio yanaendelea. Cha msingi tusubirie maneno ya wazee watasemaje. Alidakia rafiki mwingine. Hakuna aliyekuwa upande wa Mkegani siku hiyo. Siku zote maneno yangu hayanguki chini. Hatuna muda mrefu kijiji hiki watu watakuwa wanakaa ndani tu kwa hofu ya kuuawa na hilo joka la ajabu endapo mtakaa kusikiliza maneno ya matamu yaliyojaa busara. Msiri alinithibitishia kuwa Bizokolo ndiye anayefanya umafia hapa kijijini. Siku zote mnaangalia muonekano wa mtu na sio matendo. Nyinyi ndivyo mlivyo, alisema Mkegani, kisha aliondoka zake. Hii ilikuwa inaonyesha dhahiri kwamba alikuwa amechukia kweli kweli. Basi baada ya masaa kama mawili hivi, wanakijiji wakiwa wanasubiria maneno ya wazee sasa pale wa kijiji, mzee Kimbona sasa akasimama
hatimaye akaongea. Mnapaswa kuvuta subira. Jioni tutakuja na uamuzi. Ila kwa sasa ningewaomba muende majumbani kuendelea na kazi zingine. Kifo hiki kimetuumiza sana. Ni lazima wazee wote tukutane, tufanye mazungumzo ili kujua ni nini tufanye ili kuepukana na shida hii. Maneno hayo aliyasema kwa sauti ambayo iliyokuwa imejaa mamlaka sana. Basi wanakijiji hawakuwa na la kusema kabisa zaidi ya minong'ono wakiwa wanaelekea majumbani mwao. Muda mchache wakabakia wazee 30 akiwemo Bizokolo ambaye aliombwa na mzee Kimbona asiondoke, maana kulikuwepo na ukinzani kwa Bizokolo ni miongoni mwa wanakijiji wa hapo, hivyo anapaswa kuwepo, na wengine wakisema si miongoni mwa wanakijiji wa pale, kwa hiyo hapaswi kushiriki kikao. Lakini kwa busara za mzee Kimbona, basi Bizokolo aliruhusiwa pasipo kujua kuwa walikuwa wanaingia katika hatari sana na wanaingiza mipango yao katika hatari kubwa. Wakakaa na kwanza sasa kuzungumza ili ipatikane dawa ya tatizo hilo. Mzee Kimbona alikuwa na karatasi ambayo ilikuwa imeandikwa na mzee Msiri usiku mmoja kabla hajauawa. Ndugu zangu, hii mkononi kwangu ni karatasi ambayo iliyokutwa chumbani kwa mzee Msiri. Anasema kuna hatari kubwa ambayo imeingia hapa kijijini kwetu. Usiku alimuona mtu ambaye akiwa amesimama mbele ya jumba lake akiwa na hilo joka kubwa. Hapana shaka hilo joka linafugwa hapa kijijini kwetu na yupo mfugaji. Kwa vyovyote anafugwa kichawi huyo nyoka, alisema, kisha akawa anaangalia namna wazee walivyokuwa wakimtazama. Lazima mtambue kuwa kijiji hiki kinatutegemea sisi wote, hasa baada ya Msiri kufa. Sasa isije kuonekana kwa kijiji cha Nachingwea kinapoteza uelekeo. Nini sasa tufanye wazee wenzangu? Aliacha swali. Sikia bwana Kimbona, utamaduni wa kijiji chetu hauwezi kubadilika hata siku moja. Suluhu la matatizo yote haya ni mizimu ya kijiji tu, hakuna kingine, alisema mzee mmoja ambaye alisimama wakati anasema, kisha akakaa chini. Bizokolo alikuwa msikilizaji tu, akisikiliza namna walivyokuwa wakijadili ni nini cha kufanya. Kama alivyosema Bilali, tambiko ni la lazima, hili jambo sio dogo, alidakia mzee mwingine akiunga mkono kauli aliyepita. Mimi nafikiri hilo sio jambo la kujadili hapa, sababu halina mjadala. Linapotokea jambo lisilo la kawaida, miaka yote mizimu imekuwa ikitusaidia sana. Lakini kwa nini janga hili tumekuwa wazito sana kuhusu mizimu? Ni kwa nini? Mwingine akasema kwa hasira sana, kisha akabakia akiwa amesimama huku akitazama mzee Kimbona ambaye alikuwa akiongoza kikao hicho cha wazee. Pamoja na yote wazee wenzangu, mizimu ndio ni muhimu sana, lakini mizimu ni kama miungu, haitoi jibu la haraka. Hili janga ni zito, linahitaji majibu ya haraka sana, atafutwe mtaalamu, alisimama mmoja akasema, huku akiwa anawatazama wote kwa nyakati tofauti tofauti. Ukimya ukatawala kidogo, kisha Bizokolo akasimama. Samahani kwa kuingilia kikao hiki, ingawa mimi ni mgeni hapa kijijini, lakini naunga mkono kauli ya mtu wa mwisho. Mizimu huchelewa kuleta majibu. Nipo tayari kumleta mganga kutoka kijijini kwetu, alisema Bizokolo, kisha akakaa chini. Kauli ambayo aliyokuwa ameitoa ilikuwa ni kama imepokelewa hii. Kauli zao zilikuwa na mashiko, maana mizimu ilikuwa ikiwajibu polepole sana, lakini janga hilo lilihitaji ufumbuzi wa haraka sana.
kuna hoja hii ya kuleta mganga hapa kijijini kutokea kijiji kingine. Mnasemaje ndugu zangu? Alihoji mzee Kimbona. Hatukatai, lakini mizimu ijue, yani nataka niseme hivi ndugu zangu. Hatukatai jambo hilo, lakini mizimu ijue pia kuwa hapa kijijini kuna joka linalo ua watu kila kukicha. Hilo ndilo jambo ambalo ninaloliona mimi, alisema mzee mwingine. Ndio. Waliitikia wazee kwa umoja, ila wazee wengine walionyesha kudua wakiwa wanasikiliza tu. Ndio hivyo bwana, ndio. Pamoja na wazee kwa umoja wakiwa wanasikiliza hilo jambo na kuliunga mkono, ila mzee Bilali yeye akawa na mtazamo tofauti. Akasema, mizimu ndio hutatua shida zetu kila wakati. Ndio maana kijiji chetu hakina mganga wa kienyeji kwa muda mrefu. Kumleta mganga ni sawa na kudharau mizimu. Tuendeni tukaombe mizimu na sio kuleta mganga. Msikilizaji, kauli ya mzee Bilali ilionekana kutokuwa na mashiko. Haikuungwa mkono na walio wengi. Wakakubaliana Bizokolo alete mganga pale kijijini. Alifurahi sana kwa kweli. Hawakujua kuwa tatizo la kijiji lilikuwa ni Bizokolo huyo. Basi bwana, kikao kikafikia hayo maamuzi yale ya kuleta mganga. Upande wa pili, jioni hiyo Juma Zuberi alikuwa ameshafika ndani ya jiji la Dar es Salaam. Azimio la kwenda lilikuwa ni kutaka kuonana na Asha aliyefungwa kwa kosa la mauaji ya kidawa kule kijijini. Alipofika alitafuta hoteli akalala ili kesho yake aelekee gereza la Segerea. Akiwa hotelini alipokea taarifa ya kifo cha mzee Msiri. Kwa kweli roho ilimuuma sana Juma Zuberi. Msiri alikuwa kama rafiki yake. Alikuwa kiongozi wa namna ya kipekee sana. Chanzo cha kifo cha Msiri alielezwa kuwa ni joka kubwa. Akakumbuka kuwa joka hilo aliwahi kuliona shambani kwa mzee Msiri. Lilikuwa ni moja ya jambo ambalo lililosababisha umauti wa mtu mmoja pale. Msikilizaji, hamu na shauku ya kutaka kuonana na Asha ilizidi kumbana sana Juma Zuberi. Hatimaye alikuwa anatamani sana aweze kufanya lolote liwezekanavyo ili aweze kufanikisha jambo lile. Shauku aliyokuwa nayo moyoni mwake Juma Zuberi ilikuwa ni kama shabiki wa Simba na Yanga akiwa anahitaji kuiona mechi yake. Basi alipata chakula kisha akalala hotelini maeneo ya Temeke, na hatimaye asubuhi akabeba begi lake akaelekea Segerea. Alikuwa ni mwandishi wa habari aliyefahamika sana. Askari walipomuona walijua Juma Zuberi ana kisa anachotaka kukifuatilia ndani ya gereza la Segerea. Afande bwana, nahitaji kuonana na Asha Mengele, mfungwa namba 1223. Alisema Juma Zuberi akiwa pale mapokezi. Askari magereza akamtazama kisha akamwambia, Juma Zuberi, mwandishi unayetumia kalamu yako bwana kuhabarisha. Vipi bwana? Una jambo gani lililojificha unataka kulijua huku bwana? Tuambie, kuna jambo gani kwa mwanamke yule? Aliuliza askari huyo ambaye alikuwa amekaa na wenzake wakiwa wanamtazama wakiwa na sura zenye tabasamu. Kiukweli ni wazi walikuwa wamejawa na furaha Juma Zuberi kufika katika gereza la Segerea. Juma Zuberi akacheka kidogo kisha akasema, uzuri wa chai ni rangi yake, lakini utamu hutokana na muungaji sasa. Alisema kwa mafumbo na kuacha wakiwa wanatabasamu. Askari huyo akanyanyuka bila kusema kitu
kisha akaongoza mahali. Juma Zuberi akamfuata. "Kaa hapo," alisema askari, kisha akaelekea sasa kumchukua Asha. Muda wa dakika 2 Asha akawa amefika mbele ya macho ya Juma Zuberi. "Asha," aliita Juma Zuberi, huku macho yake yakipata nafasi ya kushuhudia jinsi Asha alivyokuwa amekonda ndani ya muda mfupi. Asha akakaa kwenye kiti akiwa mchafu na aliyekonda na kudhoofika. Akampa maji ya kunywa yaliyokuwa ndani ya chupa. Askari yule akazuia haraka sana, kisha yakaletwa maji na askari. Asha akayafakamia yale maji vibaya mno. Pale ndipo Juma Zuberi alipogundua kwamba mfungwa huyu alikuwa hapatiwi huduma ya chakula kadiri na anavyostahili. "Pole sana Asha," alisema Juma Zuberi akiwa anamfuta chozi lililoanza kububujika. Asha alikuwa akitia huzuni sana jinsi ambavyo alivyokuwa amekondeana. Juma alimtambua Asha kutokana na kazi yake ya uandishi wa habari na jinsi ambavyo alivyokuwa akipendelea sana kijiji cha Nachingwea. Hata Asha alimtambua Juma Zuberi kama mwandishi wa habari mkongwe kabisa. "Asante," alijibu Asha akionekana kuishiwa na maneno ya kuzungumza. Juma Zuberi akamwambia Asha, "Watu wawili wamekufa kifo kile kile alichokufa mumeo Majula. Sitaki akili zangu ziamini kuwa wewe ndiye muuaji. Kifo cha Kidawa ndicho kilichokuleta hapa. Pia sitaki kuamini kwamba, sitaki kuamini hilo kwa wewe ndio muuaji. Kwanza ningependa ujue kuwa Mzee Msiri yupo ndani ya tumbo la ardhi kwa siku ya 2 sasa." "Unasemaje? Msiri amekufa? Amekufa? Mzee Msiri amekufa?" alihoji Asha kama mtu ambaye aliyedamka usingizini. Juma akamwambia, "Ni joka kubwa ambalo lililoingia kijijini ndilo lililosababisha kifo cha Msiri kando ya nyumba yake pale. Joka hilo limemuua mtu mwingine, lakini wote hadi mumeo baada ya kufa walikuwa na rangi ya kijani kwenye ngozi yao. Nina imani hujahusika na matukio hayo. Kijiji kimeingia matatizoni baada ya kifo cha mumeo Majula. Tafadhali sana Asha, niambie unajua nini?" alisema Juma Zuberi na kumkagua Asha kwa macho yake ya kiudadisi. Akagundua Asha amepata kigugumizi. Akanyanyua sasa yale maji ambayo aliyokuwa yameletwa na askari, akampa anywe, lakini Asha akasema, "Majula aliwahi kuniambia kuwa chanzo ni mama yake, lakini sikumsikiliza. Laiti kama ningemsikiliza Majula angelikuwa hai leo." Kisha akawasimulia hiki ambacho wote hamkiamini. "Anayekitesa kijiji ni mama yake Majula, anaitwa Bizokolo. Amenitumia mimi kama mwamvuli wa uchawi wake. Kijiji kimeamini kuwa sisi tunalaana na ndio inayowamaliza, lakini si kweli. Uchawi wa Bizokolo ndio unaosababisha dhahama yote kijijini. Na msipoangalia kijiji chote atakimaliza yule," alisema Asha huku machozi yakiwa yanambubujika. Wakati huo karatasi ya Juma Zuberi ilikuwa imejaa maelezo hayo. "Unataka kusema kikulacho kiungoni mwako?" "Ndiyo, Bizokolo anakimaliza kijiji kama ambavyo alivyomaliza watoto na mume wangu, kisha akanitia mimi matatizoni. Nina uhakika atafanya kila njia ili aaminike kijijini hapo, na hapo ndipo atakaposhika makali na kufanya alitakalo." Maelezo ya Asha alimfanya Juma Zuberi abakie mdomo wazi. Akakumbuka Mzee Msiri aliwahi kumdokeza juu ya wasiwasi wake kwa Bizokolo, lakini hakutilia maanani, ila sasa amejua ni kwa namna gani wasiwasi huo ulivyokuwa na maana kubwa sana kwa afya ya kijiji hicho. Usijaribu hata siku moja kwenda kueleza hili nililolisema, sababu hata kabla hujasema
utakuwa umekwenda na maji kama Majula alivyokwenda kabla hata hatujaenda kwa mganga. Jifanye haujui, na wala habari hii usiweke magazetini wala kwenye redio hadi pale Bizokolo atakapoondolewa kijijini na kufirisiwa uchawi wake. Ataondolewa na nani sasa na kufirisiwa huo uchawi kivipi? Bizokolo anatumia uchawi wa damu yangu mimi, yani watoto wangu ndio kinga na ngao yake. Ameniweka mbali na watoto hao kwa sababu yani nikwambia kwamba ameniweka mbali na watoto kwa sababu kuwa kwangu mimi karibu na wao wanaweza kufanya mambo yake yakakwama, kwa sababu damu niliyoizaa haiwezi kunifanya chochote kile. Na ndio maana alishindwa kuniua akanipa kesi. Nisingeliyajua haya bila Majula kunieleza kwa njia ya ndoto. Nimekwama hapa, siwezi kutoka, alisema mwanadada Asha. Kama ukipata nafasi ya kutoka, unaweza ukalifanya hilo la kumfirisi uchawi wake na kumuondoa kijijini, alihoji Juma Zuberi. Mwanadada Asha akaanza kuzungumza. Huo ni mfano ambao hauwezi kuwa kweli. Tayari mimi ni muuaji na nimeshahukumiwa, siwezi kutoka leo wala kesho. Hivyo naumia sana kijiji kile jinsi ambavyo kitaangamia na hakuna atakayeweza kumgusa Bizokolo. Huyo nyoka ni mwanangu wa kumzaa, anaitwa Hashim. Niliwahi kumshuhudia akiwa anabadilika na kuwa nyoka kando ya bahari. Chozi la Asha liliambatana na kauli yake ambayo aliyokuwa akizungumza. Wakati anaendelea kuzungumza, hapo kauli ya askari ilitokea. Muda umeisha. Utakuja siku nyingine Juma Zuberi. Muda umekwisha. Hakukuwa na muda wa nyongeza wa wao kuendelea kuongea. Juma aliondoka na kurudi Temeke akiwa ni mwingi wa mawazo. Kifo cha rafiki yake msiri kilimuumiza sana, lakini simulizi ya Asha ilizidi kumkata maini. Turudi kusini, mkoa wa Lindi, ndani ya wilaya ya Kilwa, kijiji cha Nachingwea, ambapo matukio ya kutisha yalikuwa yakitokea kutokana na uchawi wa Bizokolo. Msikilizaji, maamuzi ya wazee wa kijiji yaliibua mijadala mingi kijijini hapo. Ilionekana wazi kuwa hakukuwa na imani na mizimu ya kijiji hicho tena, mizimu ambayo waliitumia kwa miaka mingi. Mkegani akawaambia marafiki zake, niliwaambia kuwa hapa kuna mchezo mchafu wa yule bibi unaendelea. Nafikiri mtakuwa mmeamini maneno yangu. Tokea lini kijiji hiki kikaamini mgeni kutoka kijiji kingine? Tena alete mganga kwenye kijiji ambacho hakuna mganga hata mmoja. Hivi nawaingia kilini kweli? Yule bibi ni mchawi na ndiye sababu ya yote haya. Kiukweli hata mimi naamini, naanza kuyaamini maneno yako ujue Mkegani. Lakini tutafanya nini sasa? Wazee ndio ngao yetu hapa kijijini na wao wamemwamini. Tunafanyaje sasa? Alisema mmoja wa rafiki zake. Kisha mwingine naye akadakia, ni kweli, ni mwiko kupinga maneno ya wazee. Hata kama yana kasoro, hatuna la kufanya kwa sasa, tuangalie tu. Hebu sikilizeni niwaambieni, tutakuwa wajinga sana kama vijana wa kijijini hapa, alafu tukawa eti tunashuhudia jinsi ambavyo kijiji hiki kinavyoangamia kwa kukosa maarifa. Lakini tujitoe kuokoa vizazi vya ndugu zetu. Tutaendelea kufadi lini jamani? Huyo mganga anaweza kuja kuzua balaa jipya hapa kwa kijijini. Maneno hayo aliyasema Mkegani. Tufanye nini sasa jamani? Aliuliza mmoja wa marafiki zake. Mimi nina wazo, alisema Mkegani, kisha akawasogelea na kuzungumza kwa sauti ya chini sana. Leo usiku tukachome moto nyumba ya Majula.
Nina uhakika uchawi wote utaungua na tutakuwa tumemaliza tatizo kabisa. Wewe mke gani wewe? Hiyo hatari. Na kama Bizokolo atafia kwenye moto, alafu tukajulikana kwamba ni sisi je? Bwana, hebu sikilizeni nyinyi. Nani atakayejua kwamba ni sisi? Acheni uoga wenu. Usiku wa leo ni lazima tumalize hili jambo. Tena iwe siri kati yetu sisi. Asitokee mtu yeyote atakayetoa siri hii. Yaani akitokea mtu akisema nitamfanya kitu haijawahi kutokea Tanzania hii wala Zanzibar. Vicheko vya chini chini vikachukua nafasi. Mioyo yao ikakubaliana kufanya kitu kimoja, yaani kuchoma moto nyumba ya Majula ili kuunguza uchawi wa Bizokolo. Usiku ulipoingia, Mkegani na rafiki zake wakakutana nje ya nyumba ya Mkegani, kisha safari fupi ya kuelekea makazi ya Majula ilianza. Mkegani aliwaondoa hofu wenzake. Mkitaka tufanikiwe, ni lazima tuwe wajasiri sana. Kila mtu si ana kiberiti. Si ana kiberiti chake kila mtu. Basi, kila mmoja atashika pembe yake na kuhakikisha moto unawaka usiku huu. Ikiwa Bizokolo atafia kwenye moto, litakuwa jambo zuri sana jamani. Hatuwezi kuishi ndani ya kijiji chetu kama wakimbizi. Alisisitiza Mkegani. Tayari walikuwa wamefika nyumbani kwa Majula. Nyumba hiyo ilionekana kuwa giza, ishara ya kuwa Bizokolo alikuwa amelala. Kumbe Bizokolo muda wote huo alikuwa nje ya nyumba hiyo akiwaangalia akina Mkegani jinsi ambavyo walivyokuwa wakihangaika kutaka kuchoma nyumba moto. Alikuwa amejificha mahali akiwa na joka lake la kichawi. Namu msikilizaji, wakafanikiwa kuwasha moto mkubwa. Bizokolo alikuwa ametulia na waangalia tu. Walipohakikisha moto umekuwa mkubwa, wakakimbia, lakini moto huo haukuunguza chochote kile. Kisha Bizokolo akarudi nyumbani huku joka likizima moto huo kwa kutumia mate tu. Bizokolo akawa amejua kuwa kuna baadhi ya wanajua siri ya kuwa yeye ni mchawi. Akaingia ndani na kulala. Walichokitegemea akina Mkegani ni kuwa kutakapopambazuka basi taarifa za kifo au kuungua kwa nyumba ile ya Majula itakuwa ndizo taarifa ambazo zitakuwa zinasikia katika masikio yao. Cha ajabu, asubuhi hiyo hakuna aliyezungumzia kuhusu kuwaka moto nyumba au kifo cha Bizokolo. Wakaitana ili waende kuangalia nyumba ya Majula ipo katika hali gani. Walishangaa kuona Bizokolo akiwa anafagia nje. Hakukuwa na dalili hata kuonesha kuwa palikuwa na moto. Nyumba ilikuwa nzima vile vile, hata majibu hayakuwepo. Shikamoo Bizokolo. Wote waliamkia wakiwa wanajificha, wakati huo huo wanajifanya wanapita njiani tu. Marahaba jamani, hamjambo wajukuu zangu wazuri, alisema Bizokolo akiwa ni mwingi wa tabasamu. Akina Mkegani hawakuitikia, wakaondoka haraka haraka. Walipofika mbele wakasimama. Si niliwaambia mkabisha nyie? Bizokolo ni mwanga na ndiye anayefuga, yani yeye ndiye ambaye anayefuga hilo joka linaloua watu hapa kijijini, alisema Mkegani. Jamani, nimeamini maneno yote ya Mkegani. Inawezekana vipi nyumba tuliyoichoma moto alafu leo eti hakuna hata dalili ya kilichoungua? Nyumba ipo vile vile kweli? Alisema mmoja wao, kisha mwingine akatoa ushauri. Twendeni kwa mzee Kimbona tukamweleze kuhusu hili jambo. Hii sio hali ya kawaida kabisa. Basi walikubaliana kuelekea kwa mzee Kimbona ambaye alikuwa rafiki mkubwa wa mzee Msiri. Walipofika walimkuta huyo akiwa anafunga nyumba yake ili atoke. Alipowaona kwanza alishangaa kwa jinsi sura zao zilivyokuwa zimebeba jambo zito. Akawauliza, kuna usalama mtokako? Ni afadhali kungekuwa sio salama,
kuliko salama isiyo salama. Alisema Mkegani. Hebu kaeni chini kwanza. Kaeni chini mnieleze. Kaeni chini kwanza mnieleze. Basi wakaketi chini na kuanza kuelezea. Mkegani akamsimulia mzee Kimbona kila kitu kuanzia siku ya mwisho aliyozungumza na mzee Msiri hadi tukio la kuchoma moto nyumba ya Majula. Mzee Kimbona akawaambia, sio busara kuweka dhana kwa mtu. Kwa nini tusimsubirie huyo mganga kwanza? Huenda akaweka wazi kila jambo. Mganga analetwa na huyo ambaye ni hatari kwa kijiji. Yaani huyo ambaye ndo hatari kwa kijiji hiki ndiye mganga. Yani unategemea kwamba huyo mtu ambaye ni hatari ataleta mganga wa kweli? Ipo haja ya kusambaza taarifa hizi kijiji kizima, mzee Kimbona, ili utolewe uamuzi wa kumfukuza hapa kijijini Bizokolo, alisema Mkegani. Nawaomba mtulie kwa siku ya leo. Kesho tufanye hilo jambo, maana wanasema lisemwalo lipo, na kama halipo basi lipo njiani linakuja. Hata mimi hizo taarifa ninazo kuwa Bizokolo ni mchawi. Lakini tusikimbilie huko kwanza. Wala tusikimbie. Taratibu ndio mwendo. Sawa sawa ndugu zangu, alisema akiwa na tabasamu. Angalau nyuso za kina Mkegani zikajawa na tabasamu la matumaini kuwa wamempata mzee wa kuwasikiliza. Nyie nendeni. Mimi nina safari ya kuelekea kijiji jirani. Kesho nitakaporudi nitawaita mje hapa. Sawa? Sawa mzee Kimbona. Kama ulivyosema, jambo hili litakuwa siri yetu. Hakuna atakayejua. Ndio. Maana maneno yakianza kijijini, yani yakianza kusambaa kwenye kijiji hiki, kwa kweli kitakosa amani na sintofahamu itazidi kuiandama kijiji hiki. Sasa ili tumpate adui yetu, ni lazima tupige vita vya chini chini. Walipomaliza mazungumzo, waliagana. Mzee Kimbona akiwa amevalia barakasha yake nyekundu akasimama akawa anawatazama akina Mkegani hadi walipozama, kisha akafunga vizuri mlango wake, akaongoza njia ya kuelekea nyumbani kwa Bizokolo haraka sana, tena akiwa anatembea huku akiwa anageuka nyuma kama vile mtu ambaye asiyetaka watu wamuone. Alipofika akaingia ndani moja kwa moja hadi kwa Bizokolo bila kubisha hodi. Akamkuta Bizokolo akiwa anakula. Kimbona, vipi? Mbona umeingia bila hodi? Unafikiri unaingia chumbani kwa mkeo? Alisema Bi Kimbona akiwa ameshikilia tonge la ugali. Bizokolo, tayari siri ya uchawi wako imeanza kujulikana hapa kijijini. Tokea umeingia hadi sasa mimi ndiye niliyekuwa nakutetea. Sasa hapa kijijini, hata juzi tu nilikuwa naendelea kukutetea. Hata juzi pia kwenye kikao cha wazee walisha kufukuza, ila mimi nikalazimisha uwepo. Sitaki kuingia matatizoni Bizokolo. Uliniahidi pesa, hivyo nipe changu kwanza, ili mambo yakiharibika nijue naingilia wapi, alisema akiwa amesimama tena akiwa wima kabisa. Hilo ndio tatizo la mwanaume asiyejiamini. Kwani siri ikijulikana atakayeitwa mchawi ni wewe au mimi? Alafu mimi sio mjinga, najua kila kitu. Ndio maana nakutazama Kimbona tu jinsi ambavyo unavyoropoka hapo. Nilikuahidi pesa na lazima pesa nikupe. Tatizo liko wapi? Tatizo ni nini? Bizokolo, ndio unipe pesa kwanza. Sasa mimi nimetoka kuzungumza na Mkegani na wenzake. Wanasema wanaenda kusambaza habari hiyo kijiji kizima kwa wewe ni mchawi. Huoni kama mimi mshirika wako nitaingia matatizoni? Bizokolo akasimama akazungumza kwa hasira sana iliyomfanya mzee Kimbona aogope. Wewe, usinipande kichwani. Usinipande kichwani kabisa. Mwanaume unaongea mara moja, afa namaliza. Unalalamika kama mwanamke bwana.
Au nililiambia joka langu likumalize sasa hivi? Hapana Bizokolo, usifanye hivyo. Sasa kinachokufanya unakuwa na roho ya kike ni nini? Kuwa mpole, niachie mimi. Kwa hiyo wewe ukawaambiaje kwanza? Mimi nimewasihi kuwa kesho nitakutana nao, tupange kwamba tunafanyaje. Nimewaambia wasiende kutangaza kijijini, wasije leta sintofahamu zaidi. Vizuri sana. Kesho waambie mkutane nao kando ya bahari ili nimzungumze. Nitakuja kuwamaliza huko, alafu maiti zao zitaokotwa ufukweni huko. Sawa? Sawa. Akaitikia huku akiwa mwenye wasiwasi mkubwa sana. Haya, nenda. Basi mzee Kimbona aliondoka zake pale, akamwacha Bizokolo akiwa na hasira sana. Jioni ya siku hiyo, yule chizi masanduku bwana, ambaye mara zote anakuwa na ishara ya tukio baya, alianza kuzunguka kijijini hapo, tena akiwa uchi kama kawaida yake. Lakini kilichowashangaza walio wengi, alikuwa akitembea huku akiwa analia. Chozi lilikuwa likimbubujika masanduku, akiashiria kuwa kuna tatizo zito ambalo lilikuwa linakwenda kutokea. Hofu ikazidi kutanda ndani ya kijiji hicho. Siku iliyofuata, Bizokolo alifunga safari kwa kile alichowaambia kuwa anaenda kumchukua mganga. Aliombwa aongozane na vijana wa kumsaidia, lakini alikataa, akasema atafika tu kesho yake atarudi. Alipoondoka, akina Mkegani wakaenda kuikagua nyumba hiyo kila kona, lakini hawakufanikiwa kuona chochote kile, wakaondoka zao. Kisha jioni wakaenda kwa mzee Kimbona ili wazungumze kama walivyoahidiana. Mzee Kimbona alishapewa maagizo na Bizokolo kuwa wazungumzie kando ya bahari. Hivyo walipofika, mzee Kimbona aliwaambia hivyo. Hawakutilia shaka, walimfuata mzee Kimbona pasipo kujua kuwa mzee huyo alikuwa akishirikiana na Bizokolo kwa maslahi yake ya kifedha alizokuwa ameahidiwa. Wakaongozana kuelekea kando ya bahari, wakiamini kwamba wanaenda kuzungumza kuhusu Bizokolo. Kwa nini tunaenda kuongelea mbali? Kwa nini tunaenda kuongelea mbali na kijiji mzee Kimbona, wakati Bizokolo hayupo kijijini? Aliuliza Mkegani wakiwa wanakaribia. Sitaki watu wajue kuwa tunakutana na kuongea, italeta minongono mingi, alijibu mzee Kimbona wakiwa wanashusha kilima kidogo. Haya, tunakusikiliza wewe mzee wetu, alisema Mkegani. Tayari Bizokolo alikuwa ameshafika eneo ambalo alimuelekeza mzee Kimbona awapeleke. Walipofika eneo hilo, lilikuwa na giza kiasi kutokana na miti iliyokuwa imefungamana. Mzee Kimbona akaonekana kuwa mwenye wasiwasi. Alikuwa kwenye hali ya wasiwasi hadi Mkegani wakaingiwa na hofu. Wakamuuliza, mzee, kwani kuna tatizo? Hakuna tatizo. Nafikiri hapa ni sehemu salama sana kuweza kuzungumza. Mlikuwa na wazo lipi? Alihoji mzee Kimbona. Sisi tunasikiliza uamuzi wako, ndio maana tumekuja huku. Wakiwa wanaendelea kuzungumza, tayari Bizokolo alishaliachia joka lake la kichawi. Likawa sasa linazunguka eneo hilo kwa pembezoni na kusababisha kelele ambazo ziliwashtua. Mbona kama kuna mtu ambaye anatusikiliza? Alihoji Mkegani. Atoke wapi bwana? Ni upepo tu. Kwa hiyo lengo ni kumuondoa Bizokolo kijijini, si ndivyo? Mimi nitawasaidia nikiwa kama miongoni mwa wazee wa kijiji chetu. Ukimya ukatanda, huku akina Mkegani wakiwa na hisia kwa jambo la hatari linawakaribia. Mzee Kimbona, umetuleta kwenye mtego, si ndio? Alihoji Mkegani, huku joka likiwa nyuma yao. Uoga ukaanza kujaa, hakuna aliyegeuka huku wakiwa wanatetemeka. Mzee Kimbona akawaambia,
Kama mlifikiri itakuwa rahisi kumwondoa Bizokola kijijini, basi mtakuwa mmekosea sana. Siri mnayoifahamu ni siri kubwa sana ambayo si rahisi mkaendelea kuishi. Joka kubwa likawa sasa linajiandaa kuwadhuru akina Mkegani. Waliishiwa nguvu hata ya kujisogeza, wakijua sasa joka hilo haliwezi kuacha salama. Joka hilo lenye macho mekundu likawang'ata wote, kisha likawameza. Mzee Kimbona alijawa na hofu sana, akawa anatetemeka. Mzee Kimbona alijawa na hofu sana, akawa anatetemeka pale, kisha joka likawa linamfuata Mzee Kimbona huku likijilambalamba. Kimbona akaanguka chini huku chozi likimtoka. Joka likamsogelea kwa karibu Mzee Kimbona, kisha likaondoka zake na kutokomea porini. Mzee Kimbona akaokota ndala zake na kuanza kukimbia kurudi kijijini. Jioni hiyo hiyo taarifa ya vifo vya marafiki watatu ilitangazwa. Miili yao ilikutwa kando ya bahari ikiwa imeloa, huku ikiwa na kijani kama kawaida. Hofu ilizidi kukiandama kijiji hicho. Mzee Kimbona akawaambia kuwa kesho Bizokola atarudi akiwa na mganga, hivyo wanapaswa kujiweka salama kwa usiku huo. Akawaambia wasitembee usiku, badala yake jioni waingie wote majumbani mwao kulala. Siku iliyofuata miili ile ilizikwa. Mchana Bizokola akawa anarudi akiwa na mganga wake. Hakujulikana mganga huyo ametokea wapi wala ana nia gani na kijiji hicho, ila kama unavyojua Bizokolo hakuwa mtu mzuri wa kijiji cha Nachingwea, hivyo asingeliweza kuleta mtu mzuri, yani mganga mzuri katika kijiji hicho. Msikilizaji, angalau tabasamu kwa wanakijiji lilikuwa limerejea. Bizokolo akawaaminisha kuwa mganga huyo angeli kisaidia kijiji hicho. Alipofika tu akasema, naiona hatari ambayo inasumbua kijiji hiki. Hatari hiyo imetokana na laana ya familia ya Majula. Kila mmoja alistaajabu baada ya kusikia maneno hayo ya mganga. Majula alienda kwa mganga kijiji cha 3 ili avue samaki wengi na kuwa tajiri. Nafikiri hilo mmeliona, hivyo akawa anaua watoto wake akishirikiana na mke wake ili wafanikiwe mipango yao. Kuna mahali walikosea masharti, ndio maana laana inazunguka, na kuzunguka kwake inamaliza watu katika kijiji hiki. Maneno yale ya mganga huyo yaliaminiwa moja kwa moja na watu wasiojua kilichokuwa nyuma ya pazia, ila kwa Mzee Kimbona alijua huo ni mchezo mchafu wa Bizokola kutaka kujisafisha. Na msipoangalia joka litawaua kila mtu kijiji hapa sababu ya uzembe na makosa ya Majula na mke wake. Hivyo nilivyokuja kufuatwa nikasema nitakisaidia kijiji hiki kwa heshima ya Bizokola ambaye ninamfahamu kwa muda mrefu. Kesho nitawapa kwanza kinga, kisha nitaendelea kupambana na joka hilo hadi nilimalize. Mganga yule aliposema maneno yale, watu wakashangilia kwa kuamini matatizo yao yatakuisha. Furaha ikaanza kurejea kijijini hapo na hakuna aliyekumbuka kuhusu mizimu. Taarifa ya matukio ya kijiji ilimfikia Juma Zuberi akiwa bado Dar es Salaam. Alikuwa akiumiza kichwa atafanya nini kuwasaidia, maana na yeye alizaliwa kijijini hapo japo alikulia Lindi mjini. Akafunga safari, akarudi tena Segerea siku ambayo iliyofuata. Akaomba kuonana na Asha, akamweleza kila kitu Asha, akasisitiza sana, akamwambia kijiji kinaenda kuangamia. Tufanyeje Asha? Na wewe upo gerezani. Ikiwa unataka tumalize swala hili,
basi ni lazima mimi nirudi kijijini kwa njia yoyote ile kabla mganga huyo hajawapa kinga wana kijiji. Hebu subiria, akasema Juma Zuberi, kisha akaelekea kwenye ofisi ya afisa wa magereza. Alipomuona alimtambua Juma kama mwandishi wa habari mahiri kabisa. Juma Zuberi, karibu sana bwana. Karibu ni kusikie unachotaka kukisema. Ujio wako Juma. Karibu sana. Vipi kuhusu ujio wako wa jana na leo? Vipi? Ndiyo bwana afisa. Kilichonileta mkuu ni kuja kuonana na Asha. Kesi inayomkabili ni kubwa sana. Najua si rahisi akatoka sababu amehukumiwa kifungo cha maisha jela. Nina ombi. Akatulia kidogo kumsikiliza afisa hivyo, kwamba akaanza kuongea vile akamsikiliza yule afisa kwamba atasemaje. Ombi lako ni lipi? Kwa umakini mkubwa sana afisa wa magereza yule alihoji. Mimi bwana kama mwandishi wa habari ninaomba mumtoe Asha akakisaidia kijiji chake kisha atarudi kutumikia hiyo adhabu yake. Hapana. Hilo ni swala ambalo haliwezekani. Huyu ni mfungwa tena wa kesi ya mauaji. Juma. Sisi hatujui chochote kuhusu jinsi alivyoletwa hapa. Huo ni mchakato wa kimahakama. Ni kosa kwenda kinyume na sheria za nchi. Mkuu, nipo tayari kubakia jela. Lakini Asha atoke akawasaidia wanakijiji. Akawasaidia wanakijiji kwenye kati hii ngumu zaidi. Nipo tayari kubaki hapa. Na kama Asha hatorudi, basi nitatumikia adhabu yake. Alisema Juma. Aliongea kwa upole sana kisha akampigia magoti afisa huyo. Juma Zuberi, nisikilize. Unajua unachokizungumza? Mtuhumiwa wa mauaji atolewe kisa matatizo ya kijiji chake? Nakuomba sana mkuu. Hili ni ombi pekee ambalo naweza kulileta kwako. Nipo tayari kubakia hapa ili Asha akakikomboe kijiji chake kisha atarudi kutumikia adhabu. Maneno ya Juma yalimfanya afisa magereza sasa afikirie mara mbili. Kisha akamuita askari mmoja. Mlete mfungwa namba 1223. Sawa mkuu. Alitikia askari huyo kwa utiifu kabisa. Kisha alienda kumchukua Asha. Mara moja akawa ameletwa mbele ya afisa na Juma akiwa anamtazama. Haya, nenda. Juma, nisikilize. Nakupatia mfungwa huyu kwa siku 3 pekee. Utamrudisha hapa wewe mwenyewe. Nenda kafanya ulichokisema hapa. Alisema afisa huyo na kusababisha sasa macho ya Juma yabubujikwe na machozi laini. Asante sana mkuu. Mungu akubariki zaidi. Kama sio kazi yako ya umahiri wako katika kazi yako, kwa kweli nisingelikupa mfungwa wa kesi ya mauaji. Utapaswa kusubiria hadi jioni nitakapokuwa naondoka. Tutaondoka wote ili kukwepa usumbufu wa kukaguliwa. Haya mkuu, hilo halina shida. Aliitikia Juma Zuberi, mwandishi wa habari. Asante sana baba, alisema Asha, lakini afisa huyu hakujibu chochote. Ni wazi alijiona akivunja sheria aliyowapa kuilinda. Kweli bwana. Jioni wakaingia kwenye gari la afisa kisha wakatoka Segerea. Walipofika Barakuda pale, akawaacha hapo wakitafuta usafiri wa kuwafikisha Temeke. Wakaingia kwenye daladala hadi Temeke. Juma Zuberi akafanya utaratibu wa kutafuta usafiri. Akapata lori ambalo lilikuwa likielekea Mtwara. Wakaingia humo na safari ikaanza jioni hiyo kuelekea Kilwa. Upande wa pili, yani kule kijijini, mganga akaendelea kuwa na shamra zake kule. Mganga sasa akaenda nyumbani kwa Bizokolo kwa ajili ya kusubiria hiyo kesho. Alichotaka kukifanya Bizokolo ni kuanywesha dawa ya kupumbaza kijiji hicho kiwe kinamsikiliza yeye kwa kila kitu, ili afanye kazi yake ya kichawi bila hata bugudha ya aina yoyote ile. Tayari dawa walikuwa nayo kwenye kibuyu. Mtu aliyekuja naye hakuwa mganga,
bali alikuwa ni mchawi aliyeshirikiana naye kwenye kazi ya uchawi. Walilala kwa furaha sana wakiamini kuwa kila jambo linakwenda kutimia. Waliamini kabisa kwamba kutakapopambazuka tu kila jambo litakuwa sawa, bila kujua kuwa Asha ameshaachwa huru ili aje kuwaelekeza ukweli wanakijiji hao kuhusu Bizokolo na jinsi ambavyo amekuwa katili kwa wanakijiji hao. Usiku ule Asha na Juma Zuberi walifanikiwa kufika kijijini hapo. Ilikuwa ni majira ya saa 6 usiku, msikilizaji. Wakaenda nyumbani kwa babu yake Juma Zuberi. Kwanza walishtuka kumuona Asha. Ikabidi wamuulize Juma Zuberi kuwa Asha amefuata nini na ametokaje. Juma akaieleza familia yake ukweli, ambayo kwa kweli ilisikitika sana baada ya kupata ukweli huo. Lakini Juma akawaambia kuwa wanapaswa kuwa wapole ili watekeleze nia ya kukikomboa kijiji hicho kutoka kwenye mikono ya Bizokolo. Usiku huo huo, msikilizaji, Asha na Juma wakaelekea msituni, eneo ambalo lilikuwa likifanyiwa maombi ya mizimu. Asha akaiomba mizimu hiyo usiku huo. Kama alivyosema Bizokolo kuwa mizimu haijibu kwa haraka, hivyo Asha na Juma wakarudi nyumbani. Walikaa macho hadi kulipopambazuka. Mzee Kimbona akawa anapita kila nyumba kuwaambia kuwa ndio muda wa kwenda kupata kinga dhidi ya matatizo ya kijana huyo. Mzee yule aliendelea kuwaelekeza kwamba lazima watu wakutanike wote ili waweze kupata ile kinga ambayo itakuwa ni kinga dhidi ya matatizo ya kijiji hicho. Familia zote zikakutana kwenye ofisi ya kijiji hicho. Mganga na Bizokolo walipofika walikuta kijiji kimeitika kweli kweli. Jamani, mtulie kwanza ili mganga aweze kutoa kinga kwa utaratibu ili kila mtu apate. Akapaza sauti mzee Kimbona. Basi utaratibu wa kugawa kinga, ambayo kinga hiyo ilikuwa kwenye mfumo wa kinywaji, ulianza. Wakapewa kama watu 20 hivi, kisha ikasikika sauti ya Asha ikisema, "Msinywe, hiyo sio kinga, ni uchawi." Wote walishangaa, na ambao bado ilikuwa mdomoni wakaitema. Watu walishangaa kwanza kumuona Asha uraiani. "Wewe muuaji, umefuata nini hapa? Na umewezaje kutoka jela?" alihoji Bizokolo kwa hasira sana mbele ya wanakijiji wote. "Huyo sio muuaji. Asha hakuua mtu yeyote katika kijiji hiki, bali Bizokolo ndiye muuaji hapa kijijini." Ilikuwa ni sauti ya mtu ambaye aliyekuwa anaaminiwa na kuheshimiwa sana katika kijiji hicho, ambaye si mwingine bali ni mwandishi wa habari Juma Zuberi. Watu wakamtazama Bizokolo. "Unasemaje wewe mshenzi?" akahoji Bizokolo pale pale. "Msikubali kunywa, anachoanyoshwa huyo. Huyu ni mama, yani huyu ndo mama yake Majula. Namjua kuliko mnavyofikiria nyinyi. Huyu ndio chanzo cha kupotea kwa watoto wangu 3. Huyu ndiye aliyemuua Majula. Amemuua na kidawa. Hata vifo vingine vinasababishwa na huyu, na kama mnabisha nyie wote mliokunywa hiyo dawa hamtaishi." Pale pale wale wote waliokuwa wamekunywa dawa wakawa sasa wanalalamika tumbo. Ndipo kijiji sasa pale waliposhtuka kuwa ni kweli, wakataka sasa kumvaa Bizokolo waweze kumuua. Likatokea joka kubwa sana na kusababisha watu kukimbizana, lakini Asha na Juma Zuberi na wanakijiji wengine hawakwenda popote. Joka hilo lilikuwa likifoka, kisha likatulia kando ya Bizokolo. "Nafikiri mmeona wenyewe. Mwenye joka hapa kijijini ni Bizokolo. Huyu ni muuaji aliyesababisha mimi nikaingia matatizoni, nikakosa imani mpaka imani yenu nikaikosa. Huyu ndiye mwenye joka lake," alisema Asha kwa sauti yenye kilio. "Ishia hapo hapo. Ishia hapo hapo. Hakuna wa kunifanya chochote. Hakuna kunifanya chochote katika kijiji hiki. Na kama mnafikiria mtaendelea kuishi, basi mnajidanganya. Nitakimaliza kijiji kizima." Akatoa fimbo kutoka kwenye kibuyu cha uchawi,
kisha akalipaka joka hilo likaanza kufanya vurugu. Joka lile likawa sasa linamfuata Asha alipo. Asha hakukimbia, akalisubiria hadi lilipomfikia. Asha akasema, "Hashim, mimi ni mama yako Asha. Nakupenda mwanangu." Chozi la Asha likadondoka chini akiwa analia. Joka likasogea likamtazama sana Asha, kisha macho yakawaka kijani tofauti na siku zote alivyokuwa yanawaka taa nyekundu. Malize huyo nimekwambia," alisema Bizokolo. Joka likageuka na kumtazama Bizokolo, kisha likamsogelea taratibu. "Nimesema malize, sio mama yako yule. Mimi ndio namjua mama yako, nitakupeleka kwa mama yako. Malize." Joka likaachama mdomo na kumeza Bizokolo, kisha likapiga kelele za hasira, kisha likarejea kwa Asha. "Hashim, rudi kwa binadamu mwanangu. Mimi ni mama yako mzazi," alisema Asha akiwa anashika kichwa cha joka hilo. Taratibu akawa anabadilika na kuwa binadamu kamili. Asha akamkumbatia mwanae. "Mama," aliita Hashim akiwa analia. Kila mmoja kijijini hapo akawa anatokwa na machozi. Yule mganga alipoona hivyo akaondoka kwa kuvizia. "Hashim mwanangu, nakupenda sana. Ulikuwa wapi?" "Nilikuwa kule alipo baba." "Baba yako yuko wapi?" "Nyuma ya mlango kule kwa bibi." Basi wakatoka na kwenda nyumbani kwa Majula. Kweli walimkuta Majula akiwa nyuma ya mlango, lakini tayari alikuwa amekatwa ulimi wake. Asha alilia sana. Majula alikuwa zezeta asiyejitambua. Siku iliyofuata wakaenda kufanya maombi ya mizimu ili kijiji hicho kisingie kwenye balaa tena. Waliporudi, Asha akamwambia Juma Zuberi, "Nirudishe gerezani, lakini nisaidie familia yangu. Hakuna atakayefanya hivyo." Basi Juma Zuberi akamrudisha Asha gereza la Segerea kuendelea kuitumikia adhabu ambayo alikaa kwa miaka 3 pekee. Kisha msamaha wa rais ulipopita, akaachiwa huru, akarudi kijijini akaendelea kuishi na mume wake Majula ambaye alikuwa zezeta kabisa. Mtoto wao ambaye ndiye alikuwa furaha yake, Mzee Kimbona, alihama kijiji kwa kuhofia siri ile isije ikajulikana. Kijiji kilianza kuishi kwa amani kama mwanzo, lakini kwa maumivu ya kuwapoteza wapendwa wao, huku chanzo kikiwa ni mama ambaye ni Bizokolo. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo, huo ndio mwisho wa simulizi yetu hii iliyokwenda kwa jina la Chanzo ni Mama. Niliyekuwa nikikuletea simulizi hii nilikuwa ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Nikutakia kila la heri na kukuambia kwamba uweke comment yako hapo kama kuna jambo lolote ambalo ulilojifunza. Kwa mimi sina la ziada la kuongea na wewe zaidi ya kukuambia bye bye. Tukutane katika simulizi mpya ambayo itakayokuja muda si mrefu. Asante kwa wakati wako.